Ni habari zinazozua mjadala wa iwapo Jehova mdogo alikwenda kumtembelea Jehova mkuu aliyepo mbinguni. Jehova Wanyonyi, jamaa ambaye kwa miaka na mikaka alijizolea sifa na kujipa wafuasi waliomfuata na kumwabudu kwa hadhi ya uungu, kwani kwao alikuwa kiumbe mwenye uwezo anayestahili kuabudiwa na kuenziwa. Hata habari za kifo chake zilipochipuka, hapana aliyetaka kuzisikia wala kuruhusu usambazaji wazo. Habari zilizotajwa na watoto na wafuasi kuwa za uongo na zenye kupotosha. Hata hivyo, ukweli umeanza kubainika, na sasa ni dhahiri kwa Jehova Wanyonyi ameitwa na Jehova mkuu, muumba mbingu na dunia. Naibu wa chifu wa Kipsomba katika kaunti ya Uasin Gishu, Paul Bet, anasema mnamo Julai 18 aliwapa wanawe Jehova Wanyonyi cheti cha kumzika baba yao. Tarehe 18 mwezi wa 7, kijana Nicholas ambaye ni wa marehemu Michael Momboi ambaye alias yake ni Jehova Wanyonyi alikuja na nikampatia permit. Juhudi za kupata thibitisho la kifo na hali yake Jehova kutoka kwa hospitali ya Cherengani Nursing Home hazikufua dafu baada ya usimamizi kudai kwa hiyo ingekiuka haki za wateja wao, ikiwemo sheria kuhusu kuhifadhi na kulinda siri. Kauli iliyorejelewa na naibu wa chifu ambaye licha ya kukiri kukitoa cheti cha mazishi alikataa kutoa idhibati yoyote zaidi ya hapo. Walinielezea kwamba wakati marehemu aligonjeka wakamweka kwa gari wakampeleka hospitali. Kufika njiani akaaga. Alinionyesha barua ya mochari ya pale Cherengani Nursing Home, ndipo nikaandika hiyo permit. Licha hayo, familia yake Jehova Wanyonyi inashikilia kwa Mungu wao angali yupo. Shadrack Miti, QTV.